بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، كتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la ulumul Qur'an, na leo tupo ukurasa nambari 40 tukianzia katika sehemu inayosema qala fi sharh al-muhadhab, kwa maana qala al-Imam an-Nawawi fi sharh al-muhadhab, amesema al-Imam an-Nawawi kwenye kitabu chake kiitwacho Al-Majmu' fi sharh al-muhadhab, wattafaqu, na wamekubaliana wanawazuoni ala karahati al-ifrati, juu ya ukaraha wa kuchupa mpaka fil isra'i, katika kusoma Qur'ani kwa haraka. Qalu, wakasema wa qira'atu juz'in bitartilin, na kusoma juzuu moja ya Qur'ani kwa tartili, afdal, ni bora zaidi, min qira'ati juz'aini, kuliko kusoma juzuu mbili, fi qadri dhalika zamani, katika kiwango cha muda ule ule, katika nini, kiwango cha muda ule ule wa kusoma juzuu ngapi? Juzuu mbili bila tartili, basi na tartili. Tamam, hakadha. Akiwa na maana gani? Akiwa na maana kwamba ikiwa mtu anaweza kusoma Qur'ani haraka haraka ndani ya dakika 30 akamaliza juzuu mbili, basi huo muda ambao alisoma Qur'ani bila tartili, tena juzuu ngapi? Akasoma juzuu mbili ndani ya dakika 30, ni bora aisome juzuu moja ndani ya nini, hizo dakika nini, ndani ya hizo dakika 30, lakini juzuu moja hiyo aisome kwa tartili. Tamam. Kwa hiyo kuisoma juzuu moja ndani ya dakika 30 kwa tartili ni bora zaidi kuliko kusoma juzuu mbili ndani ya dakika 30 bila tartili. Ndio maana ya alivyosema fi qadri dhalika az-zaman bila tartili. Qalu, wakasema wastihbabu tartili litadabburi, wastihbabu tartili, na kule kupendekezwa kuisoma Qur'ani kwa tartili, litadabburi, ni kwa ajili ya kupata nafasi ya kuizingatia Qur'ani, wali annahu, na kwa sababu huwa usomaji wa tartili, wali annahu, na kwa sababu ya huwa usomaji wa tartili, aqrabu ila al-ijlali wa tawqiri, upo karibu mno, ila al-ijlali, upo karibu mno na kuonesha utukufu wa tawqiri, na heshima ya ile Qur'ani. Waliannahu, na kwa sababu huo usomaji wa tartil aqrabu, upo karibu mno, ila al-ijlali, upo karibu mno na kuonesha nini, utukufu wa Qur'an, wa tawqiri, na heshima ya Qur'an. Wa ashaddu ta'thiran fil qalbi, na una athari kubwa katika nini, katika moyo. Kwa maana mtu anayesoma kwa tartili anaonesha heshima na utukufu wa Qur'ani, kinyume na yule mtu ambaye anasoma Qur'ani basi na tartili. Hata kama ikiwa nia yake si kuivunjia heshima Qur'ani, lakini ataonekana nini, ataonekana hana heshima katika kuisoma Qur'ani. Lakini pia usomaji wa tartili ni wenye kuathiri mno katika moyo kuliko nini, kusoma kwa haraka haraka. Kwa sababu gani? Kusoma kwa haraka haraka huwa hakurithishi kuzingatia nini, Qur'ani. Wakhtulifa, na wamekhtalifiana wanawazuoni, halil afdalu at-tartilu wa qillatu al-qira'ati, halil afdal, je, jambo lililokuwa bora at-tartilu, ni kuisoma Qur'an kwa tartil, wa qillatu al-qira'ati, na kupatikana uchache wa kusoma Qur'ani, au sur'atu, au kuisoma Qur'ani kwa haraka haraka, ma'a kathratiha, pamoja na kupatikana wingi wa kuisoma Qur'ani. Lipi bora kati ya kusoma tartili juzuu mbili na kuisoma Qur'ani haraka haraka kwa juzuu 5? Wa ahsana ba'd a'immatina faqala, kwa maana walitofautiana. Tamam, kuna waliosema kusoma juzuu 5 kwa haraka haraka ni bora kuliko kusoma juzuu mbili kwa tartili, na kuna waliosema kusoma juzuu mbili kwa tartili ni bora kuliko kusoma juzuu 5 kwa haraka haraka. Akaendelea kusema Sheikh, wa ahsana ba'd a'immatina, na alitoa rai nzuri mmoja katika maimamu wetu, faqala, na akasema inna thawaba qira'ati tartil ajallu qadran, hakika thawabu za kuisoma Qur'ani kwa tartili ajallu qadran, zina thamani kubwa, kwa maana zina uzito zaidi. Tamam. Wa thawaba al-kathrati, wa thawaba al-kathrati aktharu adada, na thawabu za kusoma Qur'ani kwa wingi, aktharu adada, zina idadi nyingi. Kwa hiyo mtu akitaka idadi nyingi ya thawabu asome Qur'ani haraka haraka. Tamam. Lakini mtu akitaka apate thawabu zenye uzito asome Qur'ani kwa nini? Kwa tartili. Lianna bikulli harfin 10
10 lianna bikulli harfin 10 hasanatin, akimaanisha lianna 10 hasanatin bikulli harfin. Tamam, hakadha lianna, kwa sababu bikulli harfin, katika kila herufi mtu anayoisoma 10 hasanatin, kuna kulipwa mema 10. Kwa hiyo hakuna kinachopungua. Ukisoma kwa tartili thawabu ni zile zile kwa herufi moja, na ukisoma kwa haraka thawabu ni zile zile kwa herufi moja, lakini kusoma kwa tartili thawabu zake zina uzito sawa sawa kuliko nini kusoma kwa haraka haraka. Tamam, kusoma kwa haraka haraka unapata wingi wa thawabu lakini upati uzito. Kwa hiyo alitoa rai hiyo moja katika maimamu wetu. Wa fil Burhan, na imekuja katika kitabu cha Burhan lizarkashi, kitabu cha al-Imam az-Zarkashi. Tamam, akisema kamalu tartili, ukamilifu wa kuisoma Qur'an kwa tartil, tafkhimu alfadhi, ni kuyapa uzito matamshi yake, wal ibanatu an hurufi, na kuzibainisha herufi zake, wa an la yudghima harfa fi harfi. Tamam, na hapo nasema wa an la yudghima au wa an la yudghama harfun fi harfin, na isiingizwe herufi katika herufi nyingine, au wa an la yudghima harfa fi harfin, na wala mtu akisoma asiingize herufi moja katika herufi nyingine. Tamam, hakadha waweza kupita mapito yote mawili, wa an la yudghima harfa fi harfin, au wa an la yudghama, na wala isiingizwe harfun fi harfin, herufi yote katika herufi nyingine. Tamam, hakadha. Waqila, nakasemwa hadha aqallu, hadha huu bainisho wa usomaji wa Qur'ani wa tartil aliyoutoa al-Imam az-Zarkashi, Badruddin az-Zarkashi, aqallu ni uchache wake. Kwa maana kuna mwingine alitoa rai nyingine akasema hadha aqallu, huu bainifu wa kusoma Qur'an kwa tartil, ambao usomaji huu wa tartil ndio ukamilifu wake, akasema hadha aqallu. Huyu mwingine akasema hadha aqallu, huu ni uchache wake. Wa akmaluhu, na ukamilifu wake, an yaqra'ahu ala manazili, ni mtu aisome Qur'an, an yaqra'ahu ni mtu aisome Qur'an ala manazilihi, juu ya daraja zake, maana aisome Qur'ani kwa madaraja yake. Fa in qaraha tahdidan lafadha bihi lafdha almutahaddidi, fa in qara'a tahdidan, akisoma aya zenye utisho, lafadha bihi, sasa azisome aya hizo lafdha almutahaddidi, usomaji wa mwenye kuogopa, usomaji wa mwenye kuonesha hofu, au ta'dhiman, au ikiwa atasoma aya zenye kuonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tamam, lafadha bihi, azisome aya hizo ala ta'dhim, sasa usomaji wa kuonesha nini? Utukufu. Kwa maana mtu asome Qur'ani kwa madaraja yake, akimaanisha vipi? Asisome Qur'ani katika hali moja sasa, bali aisome Qur'ani kwa hali zake. Akisoma aya zenye utisho asome aliyakuwa akionyesha hofu, akionyesha hofu na akionyesha unyenyekevu. Tamam, na akisoma aya za utukufu asome kwa kuonyesha nini? Kuonyesha utukufu wa zile aya na utukufu wa kile kinachozungumziwa pale. Tamam, na akisoma aya za neema vile vile pia apokee bishara njema katika moyo wake, amwombe Allah mjalie katika hao ambao wanatajwa katika hizo neema. Tamam, na aya za adhabu vile vile pia, kwa maana mtu asome Qur'ani katika hali moja, awe anabadilika sawa, kwa mujibu wa ile Qur'ani, kwa mujibu wa ile Qur'ani inabadilika. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema watusannu alqira'atu bitadabburi wattafahumi, na kuna suniwa kusoma Qur'ani bitadabburi, kwa kuzingatia, wattafahumi, na kwa kufahamu. Fa huwa almaqsudu al'azam, na hayo ndio makusudio makubwa, walmatlubu alahammu, na ndiyo jambo muhimu linalohitajiwa. Walmatlubu alahammu, na ndiyo jambo muhimu linalohitajiwa. Jambo muhimu ambalo linahitajiwa na makusudio makubwa ni mtu asome Qur'ani kwa kuizingatia, lakini pia kwa kuifahamu. Tamam, hakadha. Wabihi, na kwa kuisoma Qur'ani kwa kuifahamu na kwa kuizingatia, tansharihu sudur, ndiyo vifua vinakunjuka, kwa maana vifua vinalainika, lakini pia vifua vinapata maarifa. Tamam, kusoma Qur'ani kwa unafahamu kinachozungumzwa, unapata maarifa. Tamam, kifua chako kinapanuka, kwa maana unazidi ilmu.
tamam, lakini pia moyo wako unakuwa laini. Kwa sababu gani? Unaelewa kile unachokisoma pale. Watastaniru alqulub, na nyoyo zinapata nuru, kwa maana zinatakasika. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Hii Qur'an ni kitabu tulichokiteremsha kwako wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, kilichobarikiwa, liyadabbaru ayati, ili umma wako upate kuzingatia aya zake. Waqala, na akasema pia Allah, afala yatadabbaruna alquran, hivi kwa nini wasizingatie Qur'an, au kwa nini hawaizingatii Qur'an? Tamam, hakadha. Kwa hiyo kuonesha kwamba ndani ya Qur'ani pia tumeamrishwa hilo jambo la kunini, kuzingatia Qur'an. Wasifatu dhalika, na sifa ya kuzingatia Qur'ani, wasifatu dhalika, na sifa ya kuzingatia Qur'ani, an yashtaghila qalbahu bitafakkuri fi ma'na ma yalfidhu bihi, an yashtaghila qalbahu, ni aushughulishe mtu moyo wake, bitafakuri, aushughulishe bitafakuri, kwa kukifikiria au kwa kufikiria. Tamam, hakadha, an yashtaghila qalbahu, ni mtu aushughulishe moyo wake, bitafakuri, kwa kufikiria, fi maana ma, katika maana ya kile ambacho, yalfidhu bihi, anachokitamka, fayarif maana kulli ayatin, kiasi ifikia hatua atambue maana ya kila aya. Fayarif maana kulli ayatin, kiasi ifikia hatua afahamu maana ya kila aya iliyopo ndani ya Qur'an. Wa yataammala, maana wa an yataammala alawamira wan nawahi, na ayazingatie maamrisho na makatazo yaliyomo ndani ya Qur'an. Wa ya'taqida qabula dhalik, wa ya'taqida qabula dhalik, na aitakidi kuthibiti hayo. Sasa na aitakidi kuthibiti hayo yote anayoyasoma ndani ya Qur'an. Tamam. Fa in kana mimma qassara anhu fima madha i'tadhara wastaghfara, fa in kana, ikiwa ni katika lile ambalo, fa in kana mimma, tamam, fa in kana mimma, ikiwa hicho alichokisoma, mimma ni katika yale ambayo, qassara anhu, alizembea kukifanya, fima madha, katika wakati wake uliopita huko nyuma, i'tadhara, atatoa udhuru, wastaghfara, na atamtaka Allah subhanahu wa ta'ala istighfar. Kwa maana mathalan kasoma aya inayosema nini, tusimamishe swala tano. Sasa tusimamishe swala tano, lakini yeye ni katika wale ambao waliacha swala siku nyuma karibuni. Tamam, hapo anasoma aya aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza tuzihifadhi na kuzichunga swala tano, na tuliswali kwa wakati wake, lakini yeye ni miongoni mwa wale ambao waliacha swala katika kipindi cha nyuma. Tamam, basi inabidi atoe udhuru kwa Mwenyezi Mungu, aseme ya Rabbi, sikuacha swala isipokuwa kwa uchache wa imani yangu, na kwa uzembe tu wangu wa kuiendekeza nafsi yangu, na kuelekeza moyo wangu katika dunia, basi natoa udhuru kwa hilo. Ya Rabbi, mimi ni mja wako mnyonge, tamam, na umeniumba katika hali ya unyonge. Kisha namtaka Allah msamaha. Sawa sawa, hakadha. Ikiwa amesoma aya ya kutoa zaka, na yeye ni katika watu ambao wanastahili kutoa zaka, lakini ya kutoa, basi pia atoe udhuru. Ya Rabbi, nafsi yangu tu ilielemea katika mambo fulani ya kidunia, nikaona pesa yangu kuitoa nitaharibu, basi nikaifanyia mambo ya kidunia, lakini ya Rabbi, na kuomba udhuru kwa hilo, mimi ni mpungufu sana, na wewe ndiye mkamilifu ya Rabbi. Kisha mtaki Allah msamaha. Tamam, hakadha. Wa idha marra bi ayati rahmatin, na atakapopita katika aya yenye kuelezea rehema za Mwenyezi Mungu, istabshara, inatakiwa nini? Apokee bishara njema, kwa maana ajipe bishara njema kwamba ya Rabbi, nataraji na mimi utanijalia niende katika hao ambao watapata rehema yako. Tamam, hakadha. Kwa istabshara, atajipa bishara njema na ataomba bishara njema. Kuna istabshara, kuna herufi za talabi, istaghfara, istabshara, kwa maana ataomba bishara njema kwa Mwenyezi Mungu, maana atajitakia yeye mwenye bishara njema. Ndio maana yake istabshara, atajitakia bishara njema, kwa maana atamwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, na kuomba unijalie nami niwe ni miongoni mwa hao watakaopata nini, rehema yako.
wasaala, na ataomba rehma hiyo. Tamam, kwa maana wasaalaha, na ataiomba hiyo rehma. Au adhabin, kwa maana au idha marra biayati adhabin, na atakapopita katika aya ya adhabu, ashfaqa, anatakiwa aoneshe unyenyekevu. Tamam, wataawadha, na ataomba Mwenyezi Mungu hifadha, kwa maana Mwenyezi Mungu amhifadhi na adhabu hiyo ambayo imeelezwa katika hiyo aya. Au tanzihin, maana au idha marra biayati tanzihin, na atakapopita katika aya yenye kumtakasa Mwenyezi Mungu, nazzaha wa adhama. Nazzaha, atamtakasa Mwenyezi Mungu kusema subhanallah, alhamdulillah. Sasa wa adhama, na atamuadhimisha Mwenyezi Mungu kwa kusema la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Tamam. Au du'ain, au atakapopita katika aya ya dua, tadarrua wa talaba. Tadarrua, ataonyesha unyenyekevu, wa talaba, na ataomba dua kama hiyo. Tamam, hakadha. Akhraja Muslimun an Hudhaifata radhiyallahu anhu qala, amepokea Muslim hadithi kutoka kwa Hudhaifa, Mwenyezi Mungu amridhie. Qala, amesema Hudhaifa, sallaitu ma'an nabii sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, ili swali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, usiku mmoja hivi. Faftataha al-Baqarata, faftataha kwa maana akaanza kusoma suratul Baqara. Faqara'aha, kisha akaisoma yote. Fa bi maana thumma. Tamam. Faftataha al-Baqarata, basi mtume akaanza kuisoma suratul Baqara. Faqara'aha, kisha akaisoma yote mpaka mwisho. Thumma an-Nisaa, kwa maana thumma ftataha an-Nisaa, kisha akaanza kuisoma suratul Nisaa. Faqara'aha, kisha akaisoma yote. Thumma Ala Imran, kisha akaanza kuisoma surat Ali Imran. Faqara'aha, kisha akaisoma yote. Yaqra'u mutarassila, mtume alikuwa nini akisoma kwa nini? Kwa mwendo kidogo, maana akisoma kwa haraka kidogo, alikuwa asome kidogo kidogo, alikuwa na ongeza speed kidogo. Idha marra biayatin fiha tasbihun, atakapopita biayatin, katika aya, fiha, ndani ya aya hiyo, tasbihun, kuna kumsabihi Mwenyezi Mungu, sabaha, naye mtume alikuwa nini akimsabihi Mwenyezi Mungu, kwa maana akisoma aya ambayo kuna kumsabihi Mwenyezi Mungu akisema subhanallah. Wa idha marra bisualin, akipita katika aya ambayo yenye kumtaka kuomba rehma au neema yoyote, saala, alikuwa akiomba. Wa idha marra bita'awudhin ta'awadha, na alikuwa akipita katika aya ambayo inataka nini kujikinga na kile ambacho kinaelezwa ndani ya ile aya, ta'awadha, alikuwa nini akiomba hifadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tadabburi, na miongoni mwa kuzingatia Qur'ani, an yujiba nidaa al-Qur'ani, ni mtu kujibu wito wa Qur'ani. Idha iqtadha dhalika, litakapotokea hilo kujibu wito, kwa maana linapotokea swali limeulizwa ndani ya Qur'ani, sana ni katika masuala ambayo wewe una nini unapaswa ujibu, sasa basi afanye kana kwamba kaulizwa yeye na ajibu kwa jibu ambalo ni sahihi. Tamam, hakadha. Wa huwa ma ashara ilayhi alhadith alladhi, wa huwa, na jambo hilo la kujibu Qur'ani, ma ashara ilayhi, ni ile ambayo limeashiriwa, alhadith alladhi, na ile hadithi ambayo akhraja Abu Daud, alipokea al-Imam Abu Daud wa Tirmidhi, na Imam at-Tirmidhi, inayosema man qaraa wat-tini waz-zaytun, mtume anasema man qaraa wat-tini waz-zaytun, mwenye kusoma surati at-tin, fantaha ila akhiriha, akakomea mwishoni mwa sura hiyo, faliyaqul, basi na aseme bala, ni hivyo, wa ana ala dhalika, na mimi jua hilo, min ash-shahidin, ni miongoni mwa wenye kushuhudia. Mwisho wa surati at-tin inasemaje ile aya? Alaysa dhalika biahkami alhakimin, alaysa dhalika biahkami alhakimin, je, hakuwa mwenye kuyafanya hayo ni mbora wa kuhukumu? Tamam. Sasa ni kama jibu umeulizwa, kwa hiyo wewe kama Muislamu inabidi nini ujibu kwa jibu ambalo ni sahihi. Kwa hiyo asemaje? Faliyaqul, basi na aseme. Tumesemaje? man qara wat-tin waz-zaytun fantaha ila akhiriha faliyaqul, basi na aseme bala, ni hivyo. Alaysa dhalika biahkamil hakimin, je, hakuwa mwenye kuyafanya hayo ni mbora wa kuhukumu? Faliyaqul, basi na aseme bala, ni hivyo, kwa maana ndiyo yeye ni mbora wa kuhukumu. Wa ana, na mimi, ala dhalika, juu hilo, min ash-shahidin, ni katika wenye kushuhudia, kwa maana mwenye kukubali hilo na kuliridhia. Tamam. Wa man qara la uqsim biyawm al-qiyamah, na atakayesoma la uqsimu biyawm al-qiyamah, fantaha ila akhiriha, akafika mpaka mwisho wa sura hiyo,
inayosema alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiha almauta falyaqul, bas na aseme bala, ni hivyo. Waman qaraa walmursalat fabalagha fabiayi hadithin ba'dahu yu'minun, basi ni mazungumzo gani baada ya mazungumzo haya ya Mola wenu mlezi, yu'minun, watakuwa ni wenye kuamini. Falyaqul, bas na aseme amanna billah, tumemwamini Mwenyezi Mungu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ndio nini, ndio namna ya kujibu wito wa Qur'ani. Wa akhraj Ahmad wa Abu Daud an Ibn Abbas, na amepokea Imam Ahmad na Imam Abu Daud an Ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie Ibn Abbas na mzee wake, kwa maana amridhie Ibn Abbas na mzee wake ambaye ni Al-Abbas, anna an-nabiyya, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana, alikuwa idha qaraa sabbih isma rabbika al-a'la, akisoma suratul a'la, qala, akisema kana, alikuwa Mtume idha qaraa sabbih isma rabbika al-a'la, akisoma hii aya inayosema sabbih isma rabbika al-a'la, aya ya kwanza katika nini, suratu al-a'la, qala, alikuwa akisema subhana rabbiyal a'la, maana bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la, anasema subhana rabbiyal a'la kabla hajaendelea mbele. Tamam, hakadha. Wa akhraja at-Tirmidhi wal Hakim, na amepokea vile vile al-Imam at-Tirmidhi wal Hakim na Imam Hakim an Jabir radhiyallahu anhu, kutoka Jabir, Mwenyezi Mungu amridhie, qala, amesema kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi, Mtume alitoka ala ashabihi, kuwaendea maswahaba zake, faqara alaihim, akawasomea surat ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha, kuanzia mwanzo wa sura ila akhiriha, mpaka mwisho wa sura. Fasakatu, masahaba wakanyamaza. Faqala, basi Mtume akasema laqad qara'tuha ala al-jinni, hakika sura hii nilisoma kwa majini. Fakanu ahsana mardudan minkum, basi wakawa majini ni wenye kutoa majibu mazuri kuliko nyinyi. Wakawa nini? Ni wenye kutoa majibu mazuri kuliko nyinyi. Kuntu, nilikuwa mimi, kullama ataitu ala qawlihi fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, kuntu, nilikuwa mimi, kullama ataitu, kila ninapofika, ala qawlihi, katika kauli yake Allah anaposema fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, qalu, walikuwa wakisema majini fabi ayi ala maana ni'am. Tamam, fabi ayi ala'i, basi ni kwa neema gani, fabi ayi ala'i, basi ni kwa neema gani, rabbikuma, ya Mola wenu mlezi, tukadhibani, mnayoikadhibisha, kwa maana athqalain. Tamam, fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni neema gani katika neema za Mola wenu mlezi, tukadhibani, mnayoikadhibisha, enyi majini na wanadamu. Qalu, walikuwa wakisema majini, wala bi shay'in min ni'amika rabbana nukadhib, wala bi shay'in, na wala hakuna chochote, wala bi shay'in, na wala hakuna chochote, min ni'amika, katika neema zako, rabbana, bimaana ya rabbana, Mola wetu mlezi, nukadhibu, hakuna chochote, min ni'amika, katika neema zako, rabbana, Mola wetu mlezi, nukadhibu, tunacho nini, tunachokikadhibisha. Falakal hamdu, na unastahiki we kila jinsi ya sifa njema. Kwa majini walikuwa wakijibu kila aya inapokuja kwa njia ya kuuliza swali, sawa sawa, walikuwa wakijibu kwa jibu zuri kabisa. Na utaona majini hawakuambiwa, hawakusomeshwa kama mseme hivi, lakini waliona tujibu hivi, na Mtume akalikubali hilo. Kwa hiyo kuna mambo mengine sisi tunayafanya katika zama ambazo hatupo na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ni mambo mazuri, na tunayakini kwamba lao tungeyafanya mbele ya Mtume pia nini, angeyakubali. Tamam, hakadha. Wa akhraja ibnu Mardawihi, wa akhraja ibnu Mardawihi wad-Dailami, na amepokea pia ibnu Mardawihi wad-Dailami na ad-Dailami, wa ibnu Abi Dunya, na ibnu Abi Dunya fi dua, katika mlango wa dua, kwa maana kwenye vitabu vyao, kwenye ule mlango wa dua, ndio wanazuoni wa hadithi wanapoandika vitabu vya hadithi huwa wanaviwekea mlango. Sasa kila mmoja kati ya hawa watatu, wa kwanza ibnu Mardawihi, ad-Dailami na ibnu Abi Dunya, kwenye vitabu vyao vile vya hadithi, kwenye mlango wa dua, kila mmoja amepokea wa ghairuhum, na wanazuoni mwingine katika wanazuoni wa hadithi isnadin dhaifin jiddan, wamepokea hadithi yenye sanadi dhaifu mno, an Jabir radhiyallahu anhu, kutoka
kutoka kwa Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume qaraa, alisoma aya hii inayosemaje, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun al-ayata, mpaka mwisho wa aya al-ayata, mpaka mwisho wa aya. Ili tamshi la al-ayata linanasibishwa likizingatiwa kuwa ni badal ya hii aya. Tamam. Kwa hiyo al-ayata mpaka mwisho wa aya. Faqala, baada ya kusoma aya hii mpaka mwisho wake, faqala, mtume akasema, Allahumma amarta biduai, Mola wangu mlezi, hakika wewe umeamrisha tukuombe dua, watakafalta bil ijaba, na ukabeba jukumu la kutujibu dua. Labbaika Allahumma labbaika, nimekuitikia Mola wangu mlezi, nimekuitikia. Labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Ashhadu annaka fardun, ninakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, annaka fardun, kwamba wewe ni mmoja, ahadun, uliyepwekeka, samadun, mtegemewa, lam talid walam tulad, haukuzaa wala haukuzaliwa, walam yakun laka kufuwan ahadun, na hauna wewe kifanano na chochote. Kwa maana walam yakun ahadun kufuwan laka, na hakuna yoyote aliyemfano wako wewe. Wa ashhadu, na nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, anna wa'adaka haqqun, kwamba ahadi zako haqqun, ni haki, kwamba ni za kweli. Wa liqa'aka haqqun, na kukutana na wewe ni kweli. Wal jannata haqqun wan nara haqqun was sa'ata atiyatun la raiba fiha, was sa'ata, na hakika kiyama, atiyatun, ni chenye kuja, la raiba fiha, hakuna shaka ndani yake. Wa annaka, na kwamba hakika wewe, kwa maana na inakiri, wa ashhadu annaka, tamam, hakadha, wa annaka, na inakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, annaka, kwamba hakika wewe, tab'athu man fil qubur, utawafufua wale wote waliomo ndani ya makaburi. Wa akhraja Abu Daud wa ghayruhu, na amepokea pia Imam Abu Daud na mwingine katika wanazuoni wa hadithi, an Wa'il, kutoka kwa Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, kutoka kwa huyo sahaba ambaye aitwaye Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhia, akisema, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nilimsikia mtume, qaraa, amesoma, wala dhallin, amesoma mwisho wa suratul Fatiha. Faqala, kisha akasema, amin, akasemaje? Amin. Yamuddu biha sautahu, yamuddu, akivuta, biha, kwa kunini? Kwa kusema huko amin, sautahu, sauti yake, kwa maana alikuwa akivuta ile tamshi la amin, lakini pia kana kwamba alikuwa akinyanyua sauti kiasi inasikika. Tamam, hakadha. Wa huwa maana ijabati alquran, na hiyo ndiyo maana ya kujibu Qur'ani, ya kujibu nini? Qur'ani. Tamam, hakadha. Wa akhraja at-Tabarani, na amepokea pia Imam Tabarani hadithi bilafdhin, kwa tamshi linalosema, qala, alisema mtume, amin 3 marrat, alisema amin 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 mara 3. Wa akhrajahu al-Baihaqi, na akaipokea pia hadithi al-Imam al-Baihaqi bilafdhin, kwa tamshi linalosema, qala, alisema mtume, rabbi ighfir li amin, Mola wangu mlezi, na kuomba unisamehe mimi, amin, nikubalie dua yangu. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi, wa min al-adab, na miongoni mwa adab, idha qaraa, pindi mtu anaposoma Qur'ani. Tayib, idha qaraa nahwa, tamam, hakadha, nahwa ndi maf'ulun bihi. وقال النووي، na amesema al-Imam an-Nawawi, wa min al-adab, na miongoni mwa adabu za usomaji wa Qur'an, idha qaraa nahwa, atakaposoma mtu mfano wa aya hii inayosema, وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أن يخفض بها صوته، أن يخفض بها صوته، صوته، تمام، ainamishe, aishushe, biha, kwa kuzisoma aya kama hizi. Aya gani? Aya ambazo zinaingilia utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, tamam, zina utia katika madhila utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia zinashushia heshima dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. An yakhfidha biha sauta, aishushe, biha, kwa kuzisoma aya hizo, sauti yake, kadha kana an-Nakhai yaf'alu, kadha na namna hiyo, kana alikuwa an-Nakhai, al-Imam an-Nakhai yaf'al, akifanya. Tamam. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.